Walipomwona Amina kwa mara ya kwanza, wengi waliona msichana wa kawaida tu. Alikuwa na uso wa upole, tabasamu lenye mvuto wa kimya na macho yenye huzuni isiyoelezeka. Aliishi na mama yake katika kijiji cha Njegele, kijiji kilichojaa utulivu wa asili, lakini kilichobeba mizizi ya siri nyingi, nyingine nzito kama giza la usiku wa mvua. Amina alikuwa na ndoto kama wasichana wengi: kusoma, kufanya kazi mjini na kuolewa na mpenzi wa ndoto zake. Lakini kila alipolala usiku, aliota ndoto zile zile: mwanaume mmoja mrembo kupita maelezo, sura yake ya kupendeza kiasi cha kumchanganya hata mwanamke mwenye roho ngumu. Kila ndoto ilikuwa ya kimapenzi, lakini si za kawaida. Zilionekana halisi kupita kiasi. Akiamka alikuwa na maumivu ya tumbo, uchovu mwingi, na wakati mwingine alihisi kana kwamba ameguswa usiku mzima. Mama yake Amina alikuwa mtu wa dini, au ndivyo kila mtu alivyodhani. Lakini nyuma ya milango ya nyumba yao aliwahi kuwa mteja wa mganga maarufu aliyehamia kijijini miaka kadhaa nyuma, Mzee Rashid. Mzee huyo alimpa mama Amina mikataba ya kupata mali na ulinzi, lakini kwa gharama ya mtoto wake wa pekee Amina. Miezi miwili baadaye, Amina alianza kujihisi tofauti. Alipoenda hospitali kupimwa, aligundulika kuwa na mimba. Lakini kulikuwa na jambo la kushangaza: daktari hakuweza kuona kiini cha mimba ile. Hakukuwa na mapigo ya moyo, wala haikuonyesha kuongezeka kwa ukubwa kama mimba za kawaida. Amina hakuwahi kuwa na mpenzi, na hata aliyewahi kumpenda, Rama, walikuwa hawajawahi kufanya chochote zaidi ya kushikana mikono. Rafiki yake Jessica, msichana wa mjini aliyekuja likizo kijijini, alimweleza Amina kuwa amesikia hadithi za mabinti wanaobeba mimba za mapepo. Mara nyingi husababishwa na kulogwa au kutumiwa kwa ajili ya maagano. Amina alishtuka sana. Hakujua kama kilichomtokea ni matokeo ya mpango wa zamani wa mama yake. Usiku mmoja ndoto ya Amina ilibadilika. Jini yule Nuru alimwambia kwa sauti nzito lakini ya upole, umenipokea kwa moyo mzuri. Tutaishi pamoja hadi mwisho wa muda wako. Amina aliishiwa nguvu. Alitamani kulia, lakini hakutaka kuwa kama msichana wa hadithi nyingine aliyepotea. Alimwendea Sheikh Saidi, mwanazuoni wa dini aliyekuwa akiheshimika kijijini. Sheikh huyo alithibitisha hofu yake: mimba ya Amina si ya kawaida. Ilikuwa ni ya jini na mzigo wa kiroho uliohitaji maombi mazito na kujitoa kabisa kwenye maagano ya giza. Mzee Rashid alipopata taarifa hizo alikasirika sana. Alijua ikitokea Amina anafanikiwa kujinasua, atapoteza nguvu zake. Aliamua kuingilia kati kwa kutumia pepo wa vita. Alituma mashambulizi ya ndoto kali kwa Amina. Usiku ule Amina alilia, alitetemeka, alitokwa na damu puani, lakini hakukata tamaa. Wakati huu Rama alikuwa karibu naye, hakumkimbia kama wengine. Alimshika mkono wakati wote, hata alipohisiwa kama mzimu au mwenda wazimu. Rama alimpeleka Amina kwa Sheikh kila usiku kwa maombi ya kudumu. Siku ya 7 ya maombi, Amina alizimia ghafla. Wakati huo Sheikh aliagiza kila mtu atulie. Wakasikia sauti ya jini ikisema, mmeninyang'anya mwenye wangu, lakini atawalipeni. Amina alifungua macho taratibu. Mimba ilipotea, lakini nguvu zake zilikuwa zimechoka sana. Alikaa hospitalini wiki 2 akiwa katika hali ya kusahau mambo mengi. Miaka 2 baadaye, Amina aliolewa na Rama. Walihamia mkoa mwingine, wakaishi maisha ya kawaida. Lakini hadi leo, kila mtoto wao anapofikisha umri wa miaka 5 hulia usiku akisema, mama, kuna mtu mrefu mweupe ananiangalia dirishani. Na kila saa 8 usiku wa manane, Amina huhisi tumbo lake likitetemeka taratibu, kama kumbukumbu ya mimba aliyowahi kuibeba bila kutambua ilikuwa ya nani. Baada ya Amina kugundua kwamba mimba aliyokuwa nayo haikuwa ya kawaida, maisha yake yalibadilika kabisa. Kila usiku alikuwa anaota ndoto ya mwanaume mweusi, mrefu, mwenye macho mekundu akiingia chumbani kwake kimya kimya. Wakati mwingine alihisi kama mtu huyo alikuwa karibu naye hata akiwa macho, akimnong'oneza maneno ya ajabu. Siku moja alipokuwa akijitazama kwenye kioo, aliona tumbo lake limeanza kuvimba, lakini haikuwa mimba ya kawaida. Alijaribu kwenda hospitali, lakini kila vipimo vilionyesha hana mimba. Madaktari wakasema yuko sawa. Lakini moyo wake ulijua kuna kitu kinaendelea. Amina alianza safari ya kutafuta msaada. Alitembea hadi kijiji cha mbali ambako aliambiwa kuna mzee mmoja, mganga maarufu aliyeweza kuona vitu visivyoonekana.
Alipofika, mzee huyo alimtazama kwa macho ya ndani na kusema kwa sauti ya upole lakini yenye mamlaka, binti yangu, una mimba ya jini. Lakini ipo njia ya kukutoa. Ilikuwa ni safari ya mateso. Alitakiwa kupika dawa ya kujiosha usiku wa manane, alikatazwa kula baadhi ya vyakula na aliambiwa akae kimya kwa siku 7 mfululizo. Japo ilikuwa ngumu, Amina alitii. Ndipo siku ya 7 usiku alipoota ndoto ya mwisho. Alimwona yule jini akilia akimwambia, sikujua kama unaweza kuwa na nguvu hizi. Umeniumiza moyo. Lakini sasa naenda milele. Amina alipoamka alijihisi mwepesi. Tumbo lake lilikuwa limerudi kawaida. Mwili wake ukawa mwepesi kama pamba. Alijua jini aliondoka. Miezi michache baadaye Amina alihamishia maisha yake mjini. Alianza kuuza maandazi kisha akawa na kibanda cha nguo. Ndipo alikutana na Rama, kijana aliyekuwa na duka karibu na lake. Rama alikuwa mkarimu, mcheshi na kila alichosema kilimfanya Amina acheke. Polepole wakazoeana, mapenzi yakamea. Rama hakujali historia ya Amina. Alimpenda kwa moyo wake wote. Wakaamua kufunga ndoa. Harusi yao ikawa ya kusisimua. Watu walicheza, walikula na wakashuhudia mwanamke aliyepitia mateso ya mapepo sasa akiwa mke halali wa mwanaume anayempenda. Miaka 3 baadaye Amina alijifungua watoto mapacha, mvulana na msichana. Aliwaita Furaha na Tumaini. Kwa sababu kweli maisha yake yalikuwa hivyo sasa, furaha na tumaini. Na kwa yeyote anayepitia mateso ya kiroho, simulizi ya Amina ni somo. Kwamba kwa imani, uvumilivu na msaada sahihi, unaweza kushinda hata giza nene la kichawi. Baada ya Amina kujifungua mapacha Salma na Saleh, furaha ilitanda kama jua baada ya mvua nene ya majonzi. Kila siku alipoangalia alikumbuka changamoto alizopitia. Hakusahau hata sekunde moja ya usiku aliosumbuliwa na majini, maumivu ya kuachwa na usiku wa pekee uliomfundisha kusimama mwenyewe. Lakini sasa alikuwa mama, si tu mama wa watoto wawili, bali mama mwenye hekima iliyopatikana kwa gharama. Maisha hayakuwa rahisi mwanzoni. Baba yao, Rama, alikuwa bado anaendelea kujitafuta kiuchumi. Waliishi kwa unyenyekevu, lakini upendo kati yao ulikuwa wa dhati. Rama aligeuka kuwa mume wa mfano, mpole, mchapakazi na mwenye hofu ya Mungu. Hakuwahi tena kuchelewa kurudi nyumbani na kila usiku kabla ya kulala alihakikisha Amina anajua jinsi anavyompenda. Siku moja Amina akiwa sokoni alikutana na mama mmoja aliyekuwa analia kwa sauti ya ndani. Alimkaribia. Mama huyo alikiri kuwa mtoto wake ana dalili kama zile Amina aliyowahi kuwa nazo. Amina alimtazama yule mama kwa sekunde chache kisha akakumbuka alipona si kwa dawa peke yake bali kwa imani, toba na maombi ya kweli. Ndipo hapo alipoanza kitu kidogo kijulikanacho kama kimbilio la Amina. Alikuwa anatembea mtaa kwa mtaa, kijiji hadi kijiji, akisimulia hadithi yake kwa wanawake waliopitia mateso ya kiroho na kihisia. Alifungua kikundi cha maombi na hata washirika wa dini, madaktari na hata waganga wa kienyeji waliogeuka walimuunga mkono. Akawa sauti ya wanyonge. Watoto wake walikuwa Salma alikuwa mwenye busara sana, huku Saleh akiwa mcheshi na mwenye ndoto ya kuwa daktari wa akili. Rama naye alianza biashara ya usafirishaji wa bidhaa kwa magari madogo na kwa pamoja familia yao ilijulikana kama mfano wa mshikamano. Siku moja redio ya kitaifa ilimualika Amina kuzungumza kuhusu jinsi alivyoshinda majini na maisha yake kuwa nuru kwa wengine. Hotuba yake ililia mioyo ya wengi. Aliwaambia, sikushinda kwa nguvu zangu, nilishinda kwa sababu sikuamua kulia tu, bali kuchukua hatua. Niliponyoka kwenye giza, niliahidi kuwa taa kwa wengine. Na leo hii, kila jicho linalonitazama huwaambia, unaweza kutoka kwenye chochote, ukawa kitu. Siku moja, redio ya kitaifa ilimualika Amina kuzungumza kuhusu jinsi alivyoshinda majini na maisha yake kuwa nuru kwa wengine. Hotuba yake ililia mioyo ya wengi. Aliwaambia, sikushinda kwa nguvu zangu, nilishinda kwa sababu sikuamua kulia tu, bali kuchukua hatua. Niliponyoka kwenye giza, niliahidi kuwa taa kwa wengine. Na leo hii, kila jicho linalonitazama huwaambia, unaweza kutoka kwenye chochote, ukawa kitu. Amina hakusahaulika. Aligeuka kuwa mfano wa matumaini. Mama, mke, mwinjilisti wa upendo na mshindi wa vita ya kiroho.
Baada ya kipindi kirefu cha maumivu, mateso na mapambano ya kiroho, Amina alipata zawadi kubwa kutoka kwa Mungu, mapacha wa kiume na wa kike. Alikuwa amepitia mengi, jini aliyemtesa, maumivu ya kiakili na kihisia, lakini sasa mwanga mpya ulianza kuchomoza kwenye maisha yake. Siku aliporudi nyumbani kutoka hospitali akiwa amebeba mapacha mikononi mwake, kijiji kilimkaribisha kwa furaha. Wanakijiji waliomwona kama mwanamke wa ajabu, sasa walimwona kama mama jasiri aliyeshinda vita vya giza. Jirani zake waliandaa chakula, wengine wakamletea nguo za watoto, na wazee wa kijiji wakatuma baraka zao. Lakini hata hivyo, ndani ya moyo wake, Amina alijua kuwa changamoto hazijaisha. Wakati mwingine usiku, alihisi sauti ya ajabu kwenye ndoto zake, sauti ya jini ambaye zamani alimwambia, hata ukiwa na watoto nitakuangalia. Lakini Amina alikuwa tofauti sasa. Alikuwa mama, alikuwa jasiri na alikuwa na imani kubwa kwa Mungu. Maisha yaliendelea. Alijitahidi kujitegemea, akauza maandazi na vitumbua, akawa anashona nguo za wanawake wa kijiji. Mapacha wake Adam na Halima walikuwa kwa kasi. Wote walifanana na mama yao kwa uzuri na hekima. Kila mtu aliyewaona alitamani kuwasalimia. Miezi ilipita, ndipo alikutana na Yusuf, mwanaume mpole aliyekuwa mwalimu mpya wa shule ya kijiji. Yusuf alikuwa amesikia mengi kuhusu Amina, lakini alipomjua kwa karibu aliona tofauti. Aliona mwanamke mwenye moyo wa upendo, nguvu ya kipekee na tabasamu lililobeba historia ya mateso na ushindi. Wakaanza uhusiano wa heshima. Yusuf hakumshinikiza chochote. Alimsaidia kulea mapacha, aliwatunza kana kwamba ni wake. Amina alihisi amani kwa mara ya kwanza. Lakini kila raha huwa na changamoto zake. Mwanaume mmoja wa zamani wa Amina ambaye alikuwa amekataliwa miaka mingi iliyopita alirudi kijijini na alianza kueneza maneno ya uongo akisema Amina bado ana mapepo. Alitaka kuvuruga uhusiano wake na Yusuf. Je, Amina atavumilia fitina hizo? Je, mapepo yamerudi kweli au ni hila tu za wale waliotaka kumwona akifeli? Baada ya maumivu ya maisha, mapito ya giza na vita dhidi ya jini aliyemtesa kwa muda mrefu, Amina sasa alikuwa mama wa mapacha wawili wa kiume. Aliwatazama wakiwa wamelala, uso wake ukifurika tabasamu la matumaini na shukrani. Maisha yalikuwa yamebadilika sana. Amina sasa aliishi kwenye nyumba ya wastani lakini ya amani. Mume wake mpya Hassan alikuwa mwanaume mcha Mungu, mpole na mwenye upendo wa kweli. Alimpenda Amina bila masharti, akiwapokea wale watoto kama wake kabisa. Lakini furaha ya Amina haikudumu sana. Siku moja mtoto wake mmoja Salim alianza kulalamika kuumwa kichwa sana usiku. Kila alipolala alilia kwa nguvu akisema kuna bibi mweusi anayemuita. Amina alishtuka. Moyo wake ukamkumbusha yale aliyoyapitia zamani. Alijua lazima apambane kwa ajili ya watoto wake. Alienda kwa Sheikh mkubwa aitwaye Sheikh Bakar, mtaalamu wa rukia. Sheikh alimwambia, Amina, mapepo hawakuondoka kabisa. Ulikuwa na deni kubwa la kiroho na sasa wamerudi kuwatishia watoto wako. Hapo ndipo safari mpya ya kiroho ya Amina ilipoanza. Alianza kufunga na kuswali kila siku. Aliwapeleka watoto wake madrasa, akawatunza kwa dua. Aliamini hawezi kurudia makosa ya zamani ya kutafuta msaada kwa waganga wa kienyeji. Katika kipindi hiki changamoto mpya zilianza kutokea. Mume wake alianza kushikwa na hasira zisizo za kawaida. Majirani wakaanza kumsema vibaya wakidai ana mapepo. Hata kazi yake ya ujasiriamali ilianza kuporomoka, wateja wakiwa wanarudisha bidhaa wakisema zina mkosi. Lakini Amina hakutetereka. Akiwa na imani thabiti, alianza kusaidia wanawake wengine waliopitia mateso kama yake. Alianzisha kikundi cha wanawake wa nuru, wakifanya maombi, kuelimishana na kusaidiana kimaisha. Lakini kwa imani, upendo na msaada wa watu sahihi, mtu anaweza kuvuka mawingu meusi kabisa. Amina sasa ni mama, mke na shujaa. Lakini je, atafanikiwa kabisa kuyamaliza mapepo yaliyobaki? Au kuna giza linalomsubiri mbele?